Naam, ni tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ni matumaini yangu kwamba umeshinda vyema popote ulipo. Karibu ndani ya mikiki ya NTV. Jina langu ni Toto Are. Tumekuandalia mengi kutoka hapa jijini Nairobi, tuelekea katika kaunti ya Kilifi ambapo mwenzangu Joshua Makori amekita kambi. Lakini kabla ya kuungana naye, tutakuwa tunaanza na ligi kuu ya SportPesa. Kumbuka kwamba wakati huu ni mapumziko ya FIFA msimu mwaka 2025-26. Ligi kuu ya Kenya SportPesa ipo mapumzikoni, lakini kuna mechi ambayo itakuwa inaendelea katika uwanja wa Bukungu, kaunti ya Kakamega, ambapo Kakamega Homeboys watakuwa mwenyeji wa Nairobi United au ni Naiboys. Kumbuka kwamba mechi hii iliahirishwa, haikuchezwa mapema kwenye ligi. Hii ni baada ya Nairobi United ambao walikuwa wapo katika majukumu ya kimataifa wakitafuta tiketi ya kuwakilisha Kenya katika michuano ya CAF. Kwa hivyo hii ni mechi ya leo, hii ni mechi pekee yake hii leo. Kakamega Homeboys watakuwa wanapambana dhidi ya Nairobi United katika uwanja wa Bukungu, kaunti ya Kakamega. Kando na ligi kuu ya SportPesa msimu mwaka 2025-26, timu ya Kenya Police Bullets watakuwa wanapambana dhidi ya Zitex Sparks. Kumbuka kwamba hii ni ligi kuu ya mabinti msimu mwaka 2025-26. Siku ya Jumamosi hii leo ni mechi 3 zitakuwa zimepangwa. Kenya Police Bullets wanapambana dhidi ya Zitex Sparks katika uwanja wa Polisi kwa hapa jijini Nairobi. Gideon Starlets watakuwa wanapambana dhidi ya Kayole Starlets katika uwanja wa Raila Odinga katika kaunti ya Homa Bay. Mabingwa mara 4 Vihiga Queens wanapambana dhidi ya Kibera Women katika uwanja wa Moe, kaunti ya Kisumu. Kwa hivyo hizi ni mechi za siku ya leo, na hapo kesho pia tutakuwa tunashuhudia mechi 3 za ligi kuu ya mabinti. Kisumu All Starlets wanapambana dhidi ya Soka Assassins. Kumbuka kwamba Soka Assassins walipanda daraja msimu huu. Msimu jana walishiriki katika ligi kuu ya kitaifa. Trinity Starlets kutoka kaunti ya Nakuru wanapambana dhidi ya Bungoma Queens katika uwanja wa Komboni Polytechnic Grounds. Haya ni maeneo ya Gilgil. Ulinzi Starlets watakuwa wanapambana dhidi ya Kisbed Queens katika uwanja wao wa Ulinzi Sports Complex hapa jijini Nairobi. Mechi kubwa, timu ya taifa ya Kenya mabinti Harambee Starlets wanapambana dhidi ya Gambia katika mechi ya kufuzu kwa WAFCON, Women Africa Cup of Nations, mwakani. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na gamu kwa wapenzi wa soka humu nchini. Tutakuwa tunacheza nyumbani dhidi ya Gambia katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Alafu baadaye tutakuwa tunaelekea nchini Senegal kupambana dhidi ya Gambia katika mechi ya marudiano katika uwanja wa Stade Lat Dior nchini Senegal. Kumbuka kwamba mechi hii inachezwa nchini Senegal kwa sababu Gambia hawana uwanja ambao unafikia viwango vya FIFA na CAF. Kwa hiyo na hivyo inamaanisha kwamba hawawezi kuandaa mechi za kimataifa. Kwa hivyo timu ya Kenya Harambee Starlets watakuwa wanapambana dhidi ya Gambia, na mshindi wa jumla ya mabao atakuwa nafuzu moja kwa moja kwa michuano hiyo ya WAFCON ambayo itaandaliwa nchini Morocco mwaka ujao. Na hivi sasa baada ya shughuli za mabinti, tutakuwa tunaelekea katika kaunti ya Kilifi ambapo mwenzangu Joshua Makori amekita kambi maeneo hayo. Anasema kwamba anafuatilia mashindano ya Afrika ya triathlon mashindano ya Afrika ya triathlon, na tutakuwa tunaungana naye moja kwa moja kutoka kaunti ya Kilifi aweze kutueleza zaidi kuhusiana na mashindano hayo. Naambia kwamba bado hapatikani, na haya ni mashindano ambayo yamevutia mataifa zaidi ya 10 na yanahusisha wachezaji ambao wapo chini ya miaka 23. Na kando na timu ya Kenya ambayo inatafuta kombe katika mashindano haya ya Afrika, tunaambiwa kwamba Makori anaendelea kujitayarisha tuweze kuungana naye moja kwa moja kutoka kaunti ya Kilifi. Tutakuwa tunamuona kwenye screen kubwa hapa. Naam. Makori, asalamu alaykum. Hali vipi kutoka kaunti ya Kilifi? Walaikum salam, Toto Arege. Kiukweli ndani ya kaunti namba 03 kaunti ya Kilifi, na hapa nilipo ni katika anga na ardhi ya Munarani. Ukiangalia kwa mbali unaiona bahari ikiwa kwenye ubora wake kabisa, upepo mwanana unavuma na kila kitu kiko kwenye ubora wake. Anafanyika makala yakiwa ni ya mwaka 2025, mashindano ya triathlon ambayo mara nyingi yanajumuisha kuogelea, kuendesha baiskeli sambamba na kukimbia. Ndo mambo makubwa ambayo yatakuwa yanafanyika leo na kesho, na leo hii yamekwisha kufanyika mashindano ambayo yanajumuisha kule kukimbia na kuendesha baiskeli
alafu na pia kukimbia. Sasa leo hii akiwa ni Mkenya kutoka maeneo ya Kazumengi kule mjini Eldoret County ya Uasin Gishu, Joseph Okala Menga akiwa ameshinda mashindano haya yanayofahamika kama duathlon, yani kombe la duathlon. Nimekuibia siri kwamba duathlon ni kule kukimbia, kuendesha baiskeli na tena kukimbia hadi kumaliza utepeni. Amehitaji muda wa saa 1 dakika 3 na sekunde 1:4 ukipenda 14 kushinda. Alafu nafasi ya pili kamwendea Lewis Kinywa. Lewis Kinywa yeye amehitaji muda wa saa 1 zikiwa ni dakika 3 na sekunde 2:4 ukipenda 24 kumaliza katika nafasi ya pili, wakati Daudi Wanjiru ameridhika na nambari 3 ikiwa ni nafasi hiyo muhimu akitumia muda wa saa 1 dakika 4 na sekunde 39. Mashindano haya muhimu, na nataka kwa haraka upesi nianze kusema na washindi ambao tayari nimesha kuona pembeni ndani ya mnarani, na kwa heshima kubwa Peter Mbelo uje upande huu alafu tuanze na shughuli muhimu kabisa. Mwanzo, jina lako unaitwa nani na leo mashindano yamekuaje? Ukiuka hivyo angalie kama unaangalia kamera kabisa, ndio kwenye ubora. Naitwa Banis Kariuki. Mashindano ya leo yamekuaje? Yamekuwa poa. Naam. Umeshinda gani? Umeshiriki gani ndio ukashinda hii medali ulionayo? Katika Elite Duathlon nimekuwa the second position. Naam. Maandalizi yako yalikuwaje kabla ya kuja? Maandalizi yamekuwa kupiga zoezi, kukimbia, kuendesha baiskeli, kufuatilia ratiba ninayopata kutoka kwa coach. Na siri ni gani ya kumalizwa katika nafasi ya pili? Hasa nina hakika kwamba ulikuwa unatamani sana nambari 1. Siri ni kukuwa consistent na zoezi, kwa sababu lazima uko ukifanya zoezi kila siku, na pia kupumzika like a rest day ni muhimu sana katika mazoezi. Naam. Sasa hii ambayo ni tofauti na kesho inajumuisha kule kuogelea, kuendesha baiskeli na kukimbia. Tofauti gani iliyoko na hii? Kwa hii ni tofauti ni kuwa sisi ni wa Kenya na tunapenda kukimbia. Kwa hivyo tofauti ya leo na kesho ni kuwa kwa leo runs zilikuwa 2 na baiskeli ni 1, ilhali kesho swim itakuwa 1, baiskeli na run. Kesho pia unashiriki? Makafunga leo? Naam. Mpaka mwezi ujao tutarejea hapa tena. Ndoto yako ni gani katika haya mashindano na labda katika mchezo mzima? Ndoto yangu ni kuwa nikiweza kuimprove kila wakati. Saa zingine si lazima uweze kushinda kila siku. Saa zingine unakosa gold unapata silver, saa zingine unapata silver. Kwa hivyo the goal is to always do the best that I can. Naam. Kila la heri. Asante sana. Niseme pia na mwingine hapa, angalau niambie mwanzo jina lako unaitwa nani na mashindano ya leo yamekuaje? Jitawale, unaweza kuongea Kiingereza ukipata nafasi ufurahi. My name is Megan Irungo and today I did the duathlon. Yeah. How was it today? Yeah, it was good. I came in first position and yeah, it was okay. Matayarisho yako, preparations zako zilikuwaje kabla kuja? Okay, I did all my preparations mostly in Nairobi because that's where I'm from. And it was just training at when it's the hottest in Nairobi. Yeah. And yeah, just about that. Yeah. What is your dream in this sport? My dream to just go to the Olympics. I don't even want to win. I just want to go. I just want to see those people and say I raced with you. Yeah. Yaani kushiriki tu tayari umetosheka kwamba ndoto yako imetimia. I've just reached the Olympics. That's all you can ever want. Utafanya nini ndio ufike pale katika Olimpiki na ukuja? I'll just keep training and yeah, that's about it. That's about all you can do. Keep training, competing, winning. Yeah. Sasa leo pia wewe umemalizia hapa ama kesho bado uko? Bado. I'm doing the triathlon tomorrow. Yeah. So what are you expecting tomorrow? I don't know. I can't say. I honestly cannot say what I'm expecting tomorrow. That one is a surprise. We'll all find out. Kila la heri. Yeah. Asante. So niseme na bingwa mwenyewe Okal, mwanzo umeshinda ile dhahabu. Una feel aje? Feeling really good. I'm very happy.
Thankful for the effort that I put in and the results that have come out of it. Yes. What are you expecting? There's another guy who I think who I lost to during the duathlon national champs, and I was coming to win this race. So yeah, I thank God that I was able to win it. Yes. Na ilikuwaje kule kuendesha baiskeli na kukimbia na kuruta na kukimbia in general? It was quite tough. The first 5 kilometers, they walikuwa ahead. 2 of them went ahead. And then I had to catch up. I had a nice transition thanks to my experience in this sport. My transition was pretty fast, transitioned well, caught them on the bike. Then the second run, there's a trick that my grandfather taught me, and there's the same thing that they told the world champions when they were at his camp. That speed work is very key, and I think that's what helped me in the last 2.5 kilometers. So I went and I didn't look behind. Yeah. Who is your grandfather? Kipchoge Keino. Mzee mzima. Yes, the legendary. Wanakuchocheaje? Yeah, he was very happy. He called yesterday in the evening, wished me luck, and he keeps on giving me advice when I go for runs, because I trained at his place for the past 3 weeks. I've been there and running with him and a guy called Kira. So it's been quite nice training there. Anakaa kama yeye ndo Kip Keino mwenyewe ni your role model? Yeah, definitely he's my role model. I mean, he's a legend. He's a legend in Kenya. He's a legend in the world. Yeah, he really plays a lot in my sporting career. Yeah, my father is also used to be a footballer, Kenya Premier League, and he also used to run. And yeah, those two are really motivating me, as well as my mother, who really supports me. Yes. Baba yako anaitwa nani? Jacob Okal. Yeah, he played for Posta Rangers. Yeah, back in the day. Yani sport iko kwa familia kabisa. Yes, iko kwa familia kabisa. Yes. Najaribu kuangalia mzee mzima akiwa Kip Keino alikuwa anakimbia, na wewe sasa unashiriki mashindano ambayo yanajumuisha pia kukimbia. Labda siku moja unaweza ukawachana na hii ya kuendesha baiskeli na kukimbia, ukakimbia yenyewe kabisa? I think Kenya tumejaa wakimbiaji wengi sana. Hatufai kuongoja mpaka ile wakati wa kukimbia during the Olympics so that we can get medals. I think we need to diversify and get more attention in other sports so we can also get to the top of that medal ranking. Isikwe tu tunaongoja athletics. And I think maybe if one time I can decide and just do athletics, but it's very hard for me to stop this multidiscipline sport. Yes. Hii unaipenda sana? Yes, naipenda sana. I started off as a swimmer actually. I used to just run for fun and cycling for fun as well. And combining the three, there was a high level of accomplishment that I felt after each race. And I've been good ever since then. And yeah, thank God. Najaribu kuona mahali ulikotokea ni katika anga za juu, zinasaidia watu sana kujiandaa katika kule kujitayarisha, preparations na kazi mingi pale mtaani. Matayarisho yako yalikuwaje ndio uje hapo uibuke mshindi? I did a lot of speed runs, just like I've told you. My grandfather really told me to do speed runs. And if you look at the guys who won the world championships that's just concluded, all of them, Perez Chepchirchir among others, Lilian Odira, all what set them apart was the speed work. He told me, I think you now have endurance and I think you need to work on your speed work. So do some hill walks, 150 meter speed works, hill walks, and running longer runs. Yes, and training with a guy called Kira, who's really helped me. Yes. Yeah. Kira is your coach? No, Kira is just my training partner. I just run with him. Yes. Okay, and where do you see yourself in the next 5-10 years coming? I've just finished my 4th year at the University of Nairobi School of Law, so that was in the way, and I'm thinking of just focusing. I am focusing now on my career really well, and I want to go to the Olympics and become a world champion. I think it's very possible, and even do even more greater things. Yes. Kuna wengi ambao unawachochea kule nje wakikuangalia, wanasema siku moja wakuwe kama wewe. Angalia unafanya sport ambayo inajumuisha mambo mengi, si moja peke yake. Utawapo shauri gani? Majenzi. Hata mimi ni Gen Z. I'm not too old. I'm very young. I think we are trained. They can get to where I am. I've gotten people who just started swimming in last year and they're really doing well. They're really improving.
I mean, people who fail, who wanaogopa kufail, ndo they end up missing on a lot of things. So I would tell them to keep on trying. Try. That's where you see you're gonna find what your talent is, what your niche is. You never know until you try. Yes. Thank you. Kila laheri. Kesho pia unashiriki? No. Kesho si shiriki. I'll be supporting my teammates. Kesho wewe shabiki. Yeah, kesho mimi ni shabiki. Asante sana. Asante, kila laheri. Okay. Kabisa ndo triathlon hii ambayo inafanyika hapa katika kaunti namba 03 ikiwa ni kaunti ya Kilifi. Naweka pembeni wachezaji ama washirika ambao wamefanya mambo makubwa leo. Tayari nimeshasema nao, sasa niseme na mkuu mwingine hapa. Mwanzo, jina lako unaitwa nani? Takushikia microphone. Kwa majina naitwa David Ndatha. Na mimi ni mkaji wa pale Nairobi, mahali panaitwa Kikuyu. Ndio. Sasa leo uko hapa kama leo niko hapa kama coach, level 1 coach kwa World Triathlon, lakini I wear many caps when I'm also here. Pia mimi ni bike technician, so kuna wale ambao nawasaidia kutengeneza baiskeli zao, that is wale ambao kwa team Kenya, na pia mimi ni mwanariadha ambaye haja retire, so bado niko pale. Kumbe una kofia nyingi. Niko nazo nyingi kabisa, ndio. Sasa leo umeonaje Wakenya wamefanya kweli? Leo wameweza, but kuna the international athletes, majority of them wameweza kuregister kwa mchezo wa kesho. So leo ilikuwa ni kama in-house competition ya Wakenya kwa Wakenya. Kesho ambao ndo siku kubwa kabisa, mashindano makubwa ya bara Afrika, kuogelea, kukimbia, kuendesha baiskeli. Hasa unaonaje matarajio ya timu Kenya? Kwa kweli kabisa najua wanariadha wetu wameweza kujiandaa kabisa. Wamefanya mazoezi ya kutosha, kupata ile motivation ya kutosha. Niko kabisa katika hali ya maandalizi, niko sure kwamba tutafanya vyema. Sasa najaribu kuangalia ya leo, haitaji swimming. Yaani ile ni kukimbia. Mwanzo wamefanyaje? Wanakimbia kilomita kama ngapi ndio waendeshe baiskeli? Hebu ifafanue ieleweke kabisa. Okay. So kwa mchezo wa triathlon tuko na sports mara mbili, na ya kwanza ya leo ilikuwa ni duathlon, ile ambayo ni kukimbia, kuendesha baiskeli alafu unakimbia mwisho. Kesho tuko na ni kuogelea mwanzo, kuendesha baiskeli na kukimbia. Kama kilomita ngapi? So, inahitaji nini? Ya leo ilikuwa ni sprint distance. Tuko na 2 distances. Kuna sprint distance na kuna standard distance ama standard duathlon. Ya leo ilikuwa ni kukimbia kilomita 5, kuendesha baiskeli kilomita 20 na mwisho nakimbia kilomita 2.5, 2.5 kilomita. Kazi kubwa. Ni kazi kubwa kabisa, so inahitaji kuwe uko sawa. So kesho tuko na triathlon ambayo ni kuogelea 750 meters, na baiskeli itakuwa ni kilomita 20 na kukimbia itakuwa ni kilomita 5. Najaribu kuangalia wamekuja washindani, ni mashindano makubwa ya bara Afrika. Hasa na Kenya ndo mara ya kwanza tunaandaa? Hapana, tumeweza kuifanya kwa mara kadhaa. Yes. Nini tofauti ukiangalia mwaka huu kama kocha? Mwaka huu we are actually very impressed because we have the highest number of international athletes who are coming for the first time. Okay, for the maybe third time in our country. So the competition kesho itakuwa kali sana. Kali sana. Yes. Nini hasa kinakupa msukumo na kichocheo kwamba wewe unakuwa kochi na bado baiskeli kiharibika ya mshirika ama yule mchezaji, mwendeshaji mwenyewe bado unaweza ukairekebisha na akaendelea? Kwa kuwa vile nilikuwa mwanariadha pale nyuma, lakini bado niko mwanariadha, sijaweza kuretire. Siwezi penda kukana ile information tu kwangu. Ningependa kuimpart that knowledge to someone else. Maybe our youngsters, our Gen Zs, the upcoming athletes ambao wako pale. Ufupi wewe si mchoyo. Yes, mimi si mchoyo. Yes, na pia nimekuwa kwa events ambazo nimepata mechanical issues na baiskeli yangu. Nimekuwa stuck na usaidizi, lakini kwa sasa hivi kuna ile station ambayo ni kutengeneza baiskeli. So mwanariadha yote akipata issue tunaweza kumrekebishia na kaweza kuendelea na mchezo wake. Na hasa ni masuala umesomea? Ama ni ile talent ya kuzaliwa nayo tu ile ya Mungu? Ni talent na pia ni kazi, sababu pale nyumbani pia hiyo ndio kazi ambayo nafanya. Yes. So
sio kusomea, lakini ni through experience na kuifanya kama kazi. Hiyo ni ya Mungu. Ni ya Mungu hiyo, acha tuseme hivyo. Asante sana. Tuonane kesho katika shughuli nzito, si ndio? Safi. Nataka niseme sasa na katibu mkuu wa shirikisho lenyewe, alafu nikahitimisha kutoka hapa Mnarani, nirejee studio kwa heshima kubwa ya Tota Reggae kuendelea na masuala mengine muhimu ndani ya Mikiki. Mwanzo, katibu mkuu, jina lako naitwa nani? Majina yangu ni Saloniko Lekoyet. Mimi ndio Secretary General Kenya Triathlon Federation. Mashindano makubwa ndo haya. Angalia leo siku ya kwanza, mwanzo imekuwaje kijumla kama wewe official mwenyewe? Kazi imekuwa nzuri sana leo, kazi nyingi, lakini tunashukuru mchezo umeenda vizuri. Leo tulikuwa na mchezo wa duathlon, kukimbia na kuendesha baiskeli. Imekuwa nzuri sana leo. Wachezaji wa Kenya wamejikakamua vizuri. Na tunashukuru mchezo umeisha bila shida yote. Naomba kama unaweza toa kofia ndio uonekane vizuri angani. Basi ndio hiyo, hata umenyoa vizuri kabisa mzee wangu. Kesho tarajia nini? Kesho ndio siku, kwa sababu mchezo wa triathlon ni kuogelea, kuendesha baiskeli na kukimbia. Kwa hivyo kesho tunatarajia mchezo mkubwa, kwa sababu mchezo wa triathlon wenyewe ndio kesho. Tuna wachezaji wa kutoka nchi tofauti, tuna nchi karibu 26 ambazo kesho zitashiriki. Kwa hivyo kesho ndio mchezo mkubwa, kesho asubuhi. Team Kenya? Team Kenya ndio tuna matarajio katika junior category na pia kwa elite women. Tuna matarajio mazuri. Tunaomba tutafikiria tutapata medali kesho katika vitengo hivyo viwili. Kimaandalizi, serikali ya kaunti ya Kilifi labda imewapiga jeki kiasi gani na serikali kuu? Serikali kuu imetupiga jeki sana katika mchezo wa mwaka huu. Kama umeona vile kidogo maandalizi yamekuwa mazuri, wachezaji ni wengi. Tumekuwa pia na wachezaji wamepata mandhari mazuri ya kujitayarisha katika michezo kama haya. Kama vile tuko hapa Mnarani Club, ni mahali pazuri, wachezaji wanafurahi sana kuwa katika hoteli hizi za kifahari. Kwa hivyo maandalizi yamekuwa mazuri, wachezaji pia wamekuja kambi mapema, tumejitayarisha. Kwa hivyo tumepata usaidizi mkubwa katika serikali kuu na county pia. Waziri wa michezo pia amekuja, ametutia mtisha, wametusaidia sana katika maandalizi haya. Asante sana mkubwa wangu, nitakuja kusema na wewe tena baadaye, usiende mbali sana kwa sababu ninaona kuna mengi ambayo tunafaa kuyazingatia na kuyazungumzia kabisa. Kutoka Mnarani hapa ndani ya kaunti namba 3 Kilifi, mega pasi ndefu hadi studio Nairobi, Kenya. Tota Reggae upige 2-3 na nahisi kwamba nimeipepeta ikawa ndio inawaka. Kazi nzuri ambayo unaifanya, na usisahau kuogelea. Na tukirejea hapa studioni, nachukua mapumziko mafupi. Tarejea muda usio kwa mrefu. Tende bye. Ikiwa ni mara ya kwanza unajiunga nasi, hii ni Mikiki ambapo tunazungumzia masuala yote ya spoti. Tumetoka katika kaunti ya Kilifi na turejee hapa jijini Nairobi, mahali ambapo timu ya taifa ya Kenya ya mabinti Harambee Starlets wanaendelea kujinoa kwa ajili ya mechi ya kufuzu kwa AFCON mwaka 2026 dhidi ya Gambia. Wanaanza nyumbani tarehe 24, alafu baadaye wataelekea nchini Senegal kwa mechi ya marudiano, na mshindi wa jumla ya mabao atakuwa anafuzu moja kwa moja. Kumbuka kwamba katika mechi ya mkondo wa kwanza Kenya iliandikisha ushindi wa bao moja bila dhidi ya Tunisia. Katika mechi ya raundi ya kwanza Kenya ilitoka sare tasa katika uwanja wa Nyayo, na katika mechi ya marudiano nchini Tunisia Kenya ilipata bao ambalo liliwapatia tiketi ya moja kwa moja kuingia kwa raundi ya pili. Wamezungumza baadhi ya wachezaji hawa ambao wanaendelea kufanya mazoezi yao mjini Thika, na naomba tuwasikize wanasemaji wanapoendelea kujiandaa kwa michuano hii miwili. Ni big achievement juu kuchezea the Harambee Starlets sio rahisi. Kuna wengi wanatamani kuvaa ile flag ya Kenya, but it's not easy. For me, I just thank God, na mimi naweza waambia tu keep on pushing. Ikuangi rahisi, lazima ufight. Goalkeeper is a fan. Most of the time una enjoy. Sometimes people think maybe ni hard kwetu, but we enjoy doing what we do. Yeah. Kwa majina ni Vivian Shionzo.
Kibera Soka, goalkeeper. I'm so happy na nimekuja hapa kurepresent nchi yangu na familia yangu then na mimi mwenyewe. Yeah, so niko tu happy na tuko ready kucheza hiyo AFCON na I think hatutawaangusha wananchi. Yeah, tuko ready kufight. Camp mood iko poa, naona watu wako na umoja. Yeah, tuko na ile umoja. Yeah. Kenya napenda most about goalkeeper ni the way I play. Watu wanapenda venye nacheza. They like the way I make saves. Yeah, that's why I like being a goalkeeper na inanimake kuwa proud sana. Kocha Beldino Demba aliita jumla ya kikosi cha muda cha wachezaji 38 na kati ya hao wachezaji 38 wachezaji 22 wanacheza ligi ya nyumbani. Hii inamaanisha kwamba amepatia chipukizi nafasi ya kuonyesha talanta zao. Na kando na timu ya taifa ya Kenya Harambee Starlets, timu ya taifa ya Kenya ya wanaume Harambee Stars mapema hii leo wameondoka nchini kuelekea Abidjan, Cote d'Ivoire kwa mechi ya mwisho ya raundi ya mwisho ya kufuzu kombe la dunia la mwaka 2026. Hesabu za haraka hivi sasa Kenya haitaweza kufuzu kucheza kwa kombe la dunia kwa mara ya kwanza, lakini wanaenda tu kwa kile ambacho wanasema wanaenda for formality ili waweze kumaliza mechi hizo za kufuzu kombe la dunia. Mapema hii leo wameondoka, lakini baada ya ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Burundi katika mechi ya raundi ya 9 kunradhi, wamezungumza kocha Benny McCarthy pamoja na nahodha Michael Olunga. Naomba tusikize wanasemaje. Today was a very tough match. First, because of the conditions. For us, we are not used to playing on a pitch, a surface like this. So, from the beginning, it makes it really hard to play the way we want to play. So, yeah. So, that made it very tough for us to play to the rhythm that we know we can play. And then also, in the first minute, when you suffer, your goalkeeper receive medical attention where he has a 5-inch cut above his eye, which for me was very dangerous because as a player, yeah, as a striker, you go for it. But if you see you're not going to win the ball, then why put your foot there when you see the goalkeeper? So when you lose your goalkeeper in the first minute of the game, so then it became even extra tough because now my players are reserving because they don't also want to get injured. So it looks Burundi, yeah, physical, very physical, and they got away with a lot of things. But in the normal circumstances and better conditions, better surface, better football, I tell my players also to be as physical as they were because that was not real football. Yeah, I know we want to win, they want to win, but to do a performance like they did, like want to break players' legs. I didn't come here to Burundi to receive this kind of football. You know, they're a very good team, they've got good players, and you play a fair game. I'm super proud of my players for the performance that they give in almost impossible conditions. But yeah, we showed character, we showed determination, we showed that we are very good football nation, we are a country, we respect our hosts, because my players could have been much worse than what they were there, but we didn't. We respect our position and we didn't receive any respect because that for me was not football. So justice was served. Naam, huyo ni kocha wa Harambee Stars Benny McCarthy. Hajafurahishwa na jinsi wachezaji wa Burundi walivyotumia nguvu nyingi kwenye mechi hiyo dhidi ya Harambee Stars. Nilizungumza hapo awali kwamba Olunga angezungumza lakini sauti hiyo ilikuwa na tashwishi kidogo. Na soka kando, Harambee Stars kando, Harambee Starlets kando, na leo katika Toto na Tetesi nimeweza kumwangazia mlinda lango wa Arsenal David Raya pamoja na mpenzi wake Tatiana ambao wanamtarajia mtoto katika siku zijazo. Tizama.
Mlinda lango wa Arsenal David Raya ni mojawapo ya wachezaji wanaocheza kama walinda lango na washambuliaji kwa wakati sawa. Tofauti tu ni viwanja wanakocheza. Nasemaje? Toto na Tetesi imepata taarifa kwamba shughuli ya ushambuliaji za mchezaji huyu zimezaa matunda na kuweka wazi kwamba yeye na mkewe Tatiana wanatarajia kuwa wazazi. Raya mwenye miaka 30 alitoa tangazo hilo siku moja tu baada ya ushindi wa Arsenal wa mabao 2-0 dhidi ya West Ham United katika mechi ya ligi kuu ya Uingereza. Raya alichapisha picha iliyomwonyesha Tatiana akishikilia ujauzito wake, huku Raya akiwa ameweka mkono wake juu ya tumbo lake kwenye ukurasa wake wa Instagram. Raya kisha aliandika, "Ninaahidi kwamba nitakutunza daima." Chapisho hilo lilienea kwenye mitandao ya kijamii haraka, mithili ya shambulizi shtukizi. Yaani miezi mitatu tu baada ya harusi, Raya na mkewe hawakusubiri kipenga na tayari hilo goli. Raya alimuoa Tatiana Trobul, mwanamitindo wa Kifaransa, mnamo Julai 5 mwaka huu. Sherehe hiyo ilikuwa ya faraga na ilifanyika Uhispania. Ni familia na marafiki wa karibu tu waliohudhuria. Baada ya harusi walisafiri kwenda Tanzania kwa fungate yao. Walitembelea fukwe, mbuga za wanyamapori kando na kufurahia utamaduni wa Tanzania. Raya hata alichapisha video fupi akijisemea Kiswahili. Jumbe za pendo zilitumwa na wachezaji wa Arsenal, wachezaji kutoka vilabu mbalimbali na mashabiki kote ulimwenguni. Kwa Raya na Tatiana, wakati huu unaashiria sura nyingine mpya katika maisha yao pamoja. Si ushambuliaji tu, ile uwanjani pia amekuwa yuko vizuri tu. Katika msimu wa mwaka 2025-26 tayari ameweka rekodi 6 ya kutofungwa katika michezo 6 katika mashindano yote. Mnamo Septemba 30 alionekana bora nchini Ugiriki wakati Arsenal ilipoifunga Olympiacos mabao 2-0 katika mechi ya ligi ya mabingwa. Siku 4 baadaye, mnamo Oktoba 4, aliweka rekodi nyingine ya kutofungwa katika ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya West Ham United. Raya alivutia kwa pasi zake tulivu dhidi ya West Ham. Alimaliza mechi hiyo na usahihi wa pasi wa 94%. 7 kati ya pasi zake 9 ndefu zilikuwa bora. Na kwa shughuli hizi za ushambuliaji, Toto na Tetesi tunampa alama 9 kwa 10. Akili kichwani. Mzawa huyo wa Uhispania alijiunga na Arsenal mnamo mwaka 2023 baada ya kuondoka Brentford. Tangu wakati huo amecheza zaidi ya mechi 100 akiwa na Gunners. Tayari ameshinda tuzo ya mlinda lango bora mara 2 mnamo msimu wa mwaka 2023-24 na msimu wa mwaka 2024-25. Sasa ana rekodi 33 za kutofungwa mechi za Uingereza. Upangwaji wake na ujasiri wake wa mpira unamfanya kuwa mmoja wa wachezaji muhimu sana katika kikosi cha Arsenal msimu huu. Toto na Tetesi naelewa kwamba Raya amekamilisha mkataba mwingine na Arsenal ambao utamfanya apate nyongeza ya mshahara. Tetesi zilizoko ni kwamba makubaliano hayo yalifanywa wakati wa mapumziko baada ya msimu jana, lakini Arsenal haijatangaza rasmi. Hiyo haina maana kuwa matangazo Arsenal yamekwisha. Tangazo la Raya ni ishara ya mwanzo wa maisha mapya, maisha ya uzazi. Toto na Tetesi, NTV Mikiki. Raya tumemzoea sana kuwa pale langoni, lakini sasa amefunga bao la kimataifa. Kando na Raya, leo tunamzungumzia kocha wa Manchester City Pep Guardiola kama kocha bora siku ya leo. Josep Guardiola Sala maarufu kama Pep Guardiola alizaliwa Januari tarehe 18 mwaka 1971 mjini Sant Pedro nchini Uhispania. Guardiola mwenye urefu wa mita 1.80 alikuwa kiungo mkabaji wakati wa enzi zake. Akiwa kijana barobaro alichezea Gymnastic Manresa kati ya mwaka 1981 na 1984 na Barcelona mwaka 1984 na 1990. Ukubwani alichezea Barcelona mechi 8 na kufunga bao 1 kati ya mwaka 1988 na 1989.
Mwaka 1990 na 1992 alisakatia Barcelona B mechi 53 na kupachika kimiani magoli 5. Alipandishwa ngazi na kupewa jukumu la kuwatumikia miamba Barcelona kati ya mwaka 1990 na 2001 ambapo alishuka uwanjani mara 263 na kufunga mabao 6. Aliondoka Hispania na kwenda Italia ambapo alijiunga na Brescia aliyoichezea kuanzia mwaka 2001 hadi 2002 akicheza mechi 11 na kufunga mabao 2. Akiwa nchini Italia alisajiliwa na Roma aliyoichezea kati ya mwaka 2002 na 2003 akihusishwa katika mechi 4 pasi na kufunga goli. Aliamua kurejea tena klabuni Brescia mwaka 2003 ambapo aliwajibikia mara 13 na kufunga goli 1. Guardiola aliguria Qatar alikojiunga na Al Ahly aliyoichezea kati ya mwaka 2003 na 2005 akicheza mara 36 na kutia kimiani mabao 5. Kutoka hapa alielekea Mexico alikojiunga na Dorados ambaye alisakatia mechi 10 na kufunga bao 1 kuanzia mwaka 2005 hadi 2006. Pep Guardiola alichezea timu ya taifa ya Hispania ya walio chini ya miaka 21, 23 na ile ya wakubwa kati ya mwaka 1992 na 2001. Alicheza mechi 47 na kufunga mabao 5 na kisha akaamua kustaafu na kuwa kocha. Safari yake ya ukocha imekuwa na ufanisi mkubwa na alianzia katika klabu ya Barcelona B kati ya mwaka 2007 na 2008 kabla ya kutukwa mikoba kuinua Barcelona ya wakubwa, kibarua alichokifanya kuanzia mwaka 2008 hadi 2012. Aliondoka Hispania na kwenda Ujerumani alikoifunza Bayern Munich kuanzia mwaka 2013 hadi 2016 na kisha kayoyomea England alikojukumiwa kuinua Manchester City, wadhifa na ushikilia hadi sasa. Kocha huyu mahiri ameshinda mataji kadhaa. Akiwa mchezaji alishinda mataji 6 ya ligi kuu ya Hispania, akiwa na Barcelona, kombe la mfalme maarufu kama Copa del Rey mara 2 na dhahabu ya Olimpiki, akiwa na timu ya taifa ya Hispania wanasoka walio chini ya umri wa miaka 23. Akiwa meneja mkuu wa Barcelona alinyakua mataji 3 ya La Liga, 2 ya Copa del Rey, 2 ya Liga mabingwa Ulaya na 2 ya klabu bingwa duniani. Nchini Ujerumani akiwa na Bayern Munich alishinda mataji 3 ya ligi kuu mfululizo, kombe la Ujerumani mara 2, kombe la UEFA la Super mara 1 na taji la klabu bingwa ulimwenguni mara 1. Uwanjani Etihad ndika ameng'aa zaidi akiwa na Manchester City na ameshinda mataji 6 ya ligi kuu ya England, 2 ya FA, 4 ya Carabao, 3 ya ngao ya jamii, 1 la klabu bingwa barani Ulaya, 1 la UEFA la Super na 1 la klabu bingwa duniani. Huyo ni kocha wa Manchester City Pep Guardiola ambaye ameshinda mataji kweli na klabu ya Manchester City. Kando na City, leo tunamwangazia mchezaji wa Liverpool Trey Nyoni katika kitengo cha makinda, na taarifa hiyo imetiwa sauti na Susan Waweru. Tizama. Trey Maurice Nyoni ameibuka kuwa mmoja wa wachezaji wanaoibukia kwa kasi katika soka ya Uingereza, akiwavutia mashabiki wa Liverpool kwa ustadi wake wa kipekee katikati ya uwanja. Nyoni ambaye alizaliwa mjini Leicester, England, tarehe 30 Juni mwaka 2007, alianza safari yake ya soka akiwa na umri mdogo katika akademia ya Leicester City. Akiwa na umri wa miaka 15 pekee, alichezea kikosi cha walio chini ya miaka 18 cha klabu hiyo na kufunga mabao 2 katika mechi 13 za ligi kuu za walio chini ya miaka 18 msimu wa mwaka 2022 mwaka 2023. Ishara tosha kwamba kipaji chake kilikuwa kimezidi mipaka ya umri wake. Mwezi Septemba mwaka 2023, Liverpool ilivutiwa na uwezo wake wa kufanikisha usajili wake, ingawa vilabu hivyo viwili vilishindwa kukubaliana ada ya uhamisho
jambo lililosababisha swala hilo kuamuliwa na jopo maalum ya usuluhishi. Ndani ya mwezi huo, Nyoni aliendelea kung'ara kwa kufunga bao la ushindi dhidi ya Everton ya wasiozidi miaka 18, akionyesha ubora wake kwa kutumia miguu yote miwili na uwezo wa kupenya ngome ya wapinzani. Mwezi Novemba mwaka 2023 alichezea kwa mara ya kwanza kikosi cha Liverpool cha walio chini ya miaka 21 katika ligi kuu. Kisha akatokea kwa mara ya kwanza kwenye kombe la Carabao dhidi ya Barrow mnamo tarehe 7 Novemba mwaka 2023. Kipindi hicho kilimfungulia ukurasa mpya wa mafanikio alipowekwa kwenye orodha ya wachezaji wa kikosi cha kwanza katika mechi ya ligi kuu dhidi ya Brentford, ingawa hakuingia uwanjani. Hatua kubwa zaidi ilikuja tarehe 28 Februari mwaka 2024 alipochezeshwa kwa mara ya kwanza katika timu ya wakubwa ya Liverpool katika kombe la FA dhidi ya Southampton, akichukua nafasi ya Harvey Elliott. Akiwa na umri wa miaka 16, Nyoni alijipatia heshima ya kuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kuchezea Liverpool. Mafanikio hayo yaliendelea mwaka uliofuata. Mwezi Oktoba mwaka 2024, Nyoni alitia saini mkataba wake wa kwanza wa kitaaluma na Liverpool, na mwezi Januari mwaka 2025 aliingia kwenye historia tena baada ya kucheza katika ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya PSV Eindhoven. Akiwa na umri wa miaka 17, alivunja rekodi ya kuwa mchezaji mdogo zaidi wa Liverpool kucheza mechi ya Ulaya, rekodi iliyodumu tangu mwaka 1992. Nyoni ana uraia wa Uingereza kwa kuzaliwa, lakini pia ana asili ya Zimbabwe kupitia wazazi wake. Alianza kuichezea timu ya taifa ya vijana ya Uingereza mnamo Agosti mwaka 2022, akifunga na kutoa pasi ya bao katika ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Italia ya walio chini ya miaka 16. Baadaye aliitwa katika timu ya wasiozidi miaka 17, 18, 19 na mnamo Machi mwaka 2025 akachezea walio chini ya miaka 20 kwa mara ya kwanza katika sare ya 1-1 dhidi ya Ureno. Wachambuzi wamemueleza Nyoni kama mchezaji wa nambari 8 mwenye usawa, anayeweza kutumia miguu yote miwili na mwenye uwezo wa kumzidi beki kwa mbinu na kasi. Wengi wameanza kumfananisha na Paul Pogba wa enzi zake za ujana kutokana na utulivu wake, urefu wake wa futi 5.11 na ujasiri wa kupiga pasi zenye maono. Kwa sasa, Nyoni anaendelea kuimarika chini ya uangalizi wa makocha wa Liverpool, huku wengi wakitabiri kwamba huenda akawa nguzo kuu ya Liverpool na timu ya taifa ya Uingereza katika miaka michache ijayo. Kama alivyoanza kutengeneza historia akiwa kijana, dunia sasa inasubiri kuona hadithi kamili ya Trey Maurice Nyoni, kijana wa miaka 18 anayeng'ara kwa bidii, ustadi na ndoto kubwa. Susan Waweru, makala ya Makinda Hatari. Naam, shukran sana Susan Waweru. Na sote tunavyojua kwamba mataifa hivi sasa yanajiandaa kwa michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 ambayo yataandaliwa Marekani kati ya mwezi Juni na Julai mwaka ujao. Na tayari mpira rasmi ambao utatumika katika michuano hiyo umeonyeshwa kwa mashabiki, na huo ndio mpira rasmi ambao utatumika kwa michuano hiyo ya kombe la dunia. Na tayari mataifa ya Afrika ambayo yamefuzu kucheza kwenye kombe la dunia ni Algeria, Morocco na Tunisia. Mataifa mengine ambayo si ya Afrika kama Canada, Mexico, Marekani ambao ni wenyeji, pamoja na Asia, Australia, Iran, Japan, Jordan, Korea Kusini, na wote hao tayari wamefuzu kucheza kwenye kombe hilo la dunia mwakani. Limetutoka tu wa Kenya haitaweza kushiriki kwenye michuano hii, hivyo basi tulikuwa tunajaribu tena katika mechi zingine za kufuzu kombe la dunia. Kwa hivyo hilo ni kombe la dunia, hilo ni kombe ambalo lilitumika katika michuano ya kombe la dunia mwakani, mwaka 2026. Makori bado upo? Nipo sana kabisa, Toto wa Rege. Wajua hapa mahali nilipo ni mahali upepo ni mwanana, mandhari safi kabisa, ni Mnarani ndani ya kaunti ya Kilifi. Na kesho, Toto, ukibia tu siri katika mwanzo wa mazungumzo yangu, ni kwamba kesho ndo mashindano makubwa kabisa bara Afrika yatakuwa yanafanyika.
leo hii wameshindana wa Kenya wa ndani kwa ndani. Kwa hiyo leo wale ambao ni wa kigeni watashindana kesho katika triathlon ambayo ndio inajumuisha katika kuogelea, kuendesha baiskeli na pia kukimbia, yani mara 3 kwa mpigo. Kwa hiyo kesho pia timu Kenya inataka ifanye mambo makubwa kuhakikisha kwamba ushindi unasalia katika ardhi ya nyumbani. Ndio kikubwa ambacho kinafanyika kesho. Alafu mpiga picha wangu Wainaina ambaye anafanya kazi kuntu tena kupiga mfano, alikuwa ananibia siri kama pale unapoona kwenye ndani kabisa kwa bahari kuna wakati anafanyika mashindano ya madau. Akaniambia kwamba hiki kibendera unachokiona kwenda juu mara nyingi ndicho kinawasukuma wanakuwa ndo wanasonga, yani kwenye lile dau linasonga kabisa, linapepetwa na kupeperushwa na upepo wa bahari. Ndo raha. Alafu ukiangalia kwa mbali rangi ya red. Ya red sasa wale ndo wanaitwa wale wa huduma ya kwanza, yani kimombo wanasema rescue team kama milango ya skuli niliiona kimombo. Sasa hapo kutatokea dharura yoyote, wale ni kama katika soko unaona kuna ambulance 2 kuhakikisha kwamba mchezaji akiumia anaweza kupewa huduma ya kwanza kabisa kwa haraka upesi kama jeraha ni kubwa kabla akimbizwa kule hospitali. Sasa hapa kama kuna uzamaji, yani mtu ametingika kidogo akawa ndo anataka kuzamazama, kazi yao wale ambao wako katika ile ya redi ni kuhakikisha kwamba wanatoa huduma ya kwanza ya haraka upesi, ndio mtu asije akanywa maji na akafa. Kwa sababu pia jana kulitokea mkasa mwingine katika mashindano mengine alikuwa baharini, na ni kwamba kama watu takriban 3 hawajapatikana mahali walipo. Ni taarifa ambayo siwezi kuithibitisha, lakini ndio ukweli wa mambo katika mashindano ambao ni ya jana. Alafu sasa ndo raha kabisa ukiangalia bahari ikiwa iko kwenye hali yake nzuri. Ndio nilikuwa na kuonesha mawili matatu. Alafu sasa mwanaspoti Yoshua Makori ndo nataka nikuibie siri pamoja na Toto Arege. Alafu Toto Arege atakuwa nakafunga kabisa. Sasa nakuibia siri 2. Ya kwanza ni kwamba unapokuwa karibu na mtu ambaye labda ana mamlaka, labda ni mkuu kabisa, nishi kwamba ule mtu ni rafiki yako. Yani kitu ambacho kimeunganisha wewe na yule mtu ambaye ni wa hadhi ya juu, labda kazi. Hamna rafiki, chapeni kazi ndo raha, baadaye mambo mengine weka kando. Alafu siri ya pili ni kwamba katika hiyo ya urafiki na mambo ya kazi ni kwamba rafiki wako mkubwa wa leo, wallahi bilahi kesho inaweza tokea kwamba ni adui wako mkubwa kabisa 100%. Ni mambo yanayotokea, ndo wanadamu, ndo dunia. Alafu ya pili, wakati unataka kuendea kitu katika maisha ambacho hukuwahi kuwa nacho kabisa, yani lazima ukubali na uiari kufanya kitu ambacho pia hukuwahi kukifanya. Na kikubwa ni kule kujinyima kabisa. Kuna mambo lazima yani ukubali kujinyima ndio mradi ufanikishe kitu ambacho unakihitaji kwa maisha yako. Kujinyima ni kitu muhimu 100%. Yoshua Makori mwanaspoti, ukiniita naridhika zaidi. Sina la msalia mtume kutoka hapa Mnarani, ikiwa ni kaunti ya Kilifi, mahali ambapo yanafanyika mambo makubwa kabisa. Kesho nitakuwa nakumegea taarifa muhimu angani, lakini leo saa 1 jioni tayari naipika, nimeshaipika nyingine hapa pembeni. Tutakuwa naiona kwa heshima kubwa ya mashindano haya ya kukimbia, kuendesha baiskeli na pia kuogelea. Kwa hiyo kikubwa na cha mno, Toto Arege mahali ulipo, Mwenyezi Mungu atukutanishe tena. Tuonane inshallah. Naam, asante sana. Naambia kwamba hivi sasa unaitwa Abdul Makori, na nakuibia siri kwamba penda kazi yako. Sasa ya hapa Kilifi. Naam, shukrani sana. Huyo ni Makori kutoka kaunti ya Kilifi, ambapo mashindano ya Afrika ya triathlon yanaendelea na Kenya inashiriki katika mashindano hayo. Na tukikafunga tutakuwa tunaangazia bao la siku. Tutakuwa tunamwangazia mchezaji wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars ambaye anaitwa Ryan Ogam, ambaye alifunga bao la ushindi dhidi ya Burundi katika mechi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Tukikafunga, nashukuru sana kwa kuwa nami tangia mwanzo hadi nimefika tamati, na nitakuwa mtoyo wa haki ikiwa sitaweza kuwashukuru wote walioweza kufanikisha kipindi hiki. Jina langu ni Toto Arege. Mchana mwema. Tizama bao la Ryan Ogam.